Baada ya kufanya vizuri kwenye upande wa kombe la shirikisho barani Afrika, upande wa klabu ya Simba hii leo tena kama kawaida wapo kwenye hatua ya robo finali kwenye upande wa kombe la CRDB, ambapo tunafahamu siku ya leo majira ya saa 10 kamili watashuka dimbani kuvana na Mbeya City. Na kwa upande wa Mwalimu Fadlu Davis ameweza kuandaa jeshi lake ambalo linakwenda kupambania kwenda kwenye hatua ya nusu finali ya kombe hilo la CRDB. Lakini kabla sijakwenda kukutazamia hapa kikosi kwa upande wa klabu ya Simba ambacho kinatarajia kuanza moja kwa moja kwenye mchezo hapo baadaye dhidi ya Mbeya City, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu sana tuweze kuangazia hapa kikosi kwa upande wa klabu ya Simba ambacho kinatarajia kuanza dhidi ya Mbeya City kombe la CRDB. Kwa upande wa golini, Mwalimu Fadlu Davis amempanga golikipa Ali Salim. Tunafahamu kwa upande wa golikipa Ali Salim ni mmoja golikipa ambaye pale ambapo anapewa nafasi amekuwa akionyesha ubora wake, lakini pia amekuwa akionyesha utulivu. Tunafahamu ni mmoja ya golikipa ambaye amekuwa ni mtulivu kweli kwenye eneo hilo kulingana na kile ambacho amekuwa akikionyesha ndani ya kikosi hicho. Tunafahamu ni mmoja mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu mara zote, ni mchezaji ambaye tunasema kwamba kwenye eneo la golini namna ambavyo amekuwa na utulivu. Lakini pia beki ya pembeni kulia yupo Shomari Kapombe. Kwa upande wa Shomari Kapombe ndiye ambaye atakuwa nahodha kwenye mchezo. Kwa upande wa Shomari Kapombe tunafahamu pia utulivu wake, tunafahamu na kile ambacho amekuwa anakionyesha ndani ya kikosi hicho. Shomari Kapombe ni beki ambaye amekuwa ni mtulivu kulingana na kile ambacho amekuwa anakionyesha. Wakati huo Valentino Nouma moja kwa moja atakwenda kusimama kwenye eneo la beki ya pembeni kushoto. Upande wa Valentino Nouma ni moja beki ambaye amekuwa na kasi, lakini pia cross zake zimekuwa na macho. Ukitaka kumpenda zaidi kwa upande wa Nouma, wewe mwambie kimbia, weka cross ndani. Hicho ni kitu ambacho kwa upande wake amekuwa anakifanya kweli. Lakini pia kwenye eneo la mabeki wa katikati, kwa upande wa Mwalimu Fadlu Davis hajafanya mabadiliko. Abdulrazak Hamza yupo kwenye eneo hilo. Abdulrazak Hamza tunafahamu utulivu wa hali ya juu, ni beki ambaye amekuwa tunasema kwamba ni beki ambaye amekuwa mwenye macho zaidi kulingana na kile ambacho amekuwa anakionyesha. Lakini pia kwenye eneo hilo atasaidiana na Chamu Karabu, moja ya combination ambayo inaonekana kabisa kuwa nzuri kulingana na kile ambacho wamekuwa wanakionyesha kwa upande wa mabeki hawa wawili. Lakini pia kwenye eneo la kiungo yupo Yusuf Kagoma. Kwa upande wa Yusuf Kagoma tunafahamu ni moja ya mchezaji ambaye amekuwa anaunganisha kwenye eneo la kiungo kwa upande wa klabu ya Simba kulingana na kile ambacho amekuwa anakionyesha kwa upande wa Yusuf Kagoma. Lakini kwenye eneo hilo la kiungo atasaidiana na Debre Fernandez. Kwa upande wa Debre Fernandez tunafahamu ni moja mchezaji ambaye amekuwa na utimamu zaidi kulingana na kile ambacho amekuwa anakionyesha ndani ya kikosi hicho. Wakati huo pia Jean Charles Ahoua atakuwepo kwenye eneo la juu, yani kiungo mshambuliaji. Kwa upande wa Jean Charles Ahoua tunafahamu ni moja mchezaji ambaye amekuwa ni mtulivu, amekuwa anaonyesha ubora wake mara zote, ni mchezaji ambaye mara nyingi amekuwa yeye tunasema kama ile mipira ambayo imekufa yeye ndiye kwa upande wa klabu ya Simba wanamtumia. Hapa nazungumzia kwenye upande wa foul, penalty pamoja na kona. Wakati huo pia Kibu Dennis atatokea kwenye eneo la winga pembeni kulia. Mchezaji huyo wa zamani ndani ya Mbeya City anakutana na wajiri wake wa zamani. Kwa upande wa Kibu Dennis tunafahamu kwa kile ambacho amekuwa anakionyesha, ni mchezaji ambaye amekuwa ni mstahimilivu, ama ni mchezaji ambaye amekuwa na utulivu wa hali ya juu, lakini pia amekuwa ni mchezaji ambaye mara zote kile ambacho amekuwa anakionyesha ndani ya Simba cha kipekee zaidi. Wakati huo pia Joshua Mutale Budo yeye moja kwa moja yupo kwenye eneo la winga pembeni kushoto, lakini pia atakuwa kibadilishana maeneo yeye pamoja na Kibu Dennis kulingana na aina ya mfumo ambao mwalimu amekuja nao. Lakini pia Leonel Ateba Mbida moja kwa moja atasimama kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa siku za hivi karibuni kwa upande wa Leonel Ateba ni kama hivi bwana Steven Mukwala amechukua nafasi yake, lakini kwenye mchezo huu kwa upande wa mwalimu ameona kwamba ni muhimu zaidi kuweza kumpanga ndani ya kikosi cha kwanza kwa upande wa Leonel Ateba. Tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na utulivu kwenye eneo la langoni, pale ambapo anakuwa analiona lango na amekuwa anafunga